kwanza ni mfumo wa nini? Uongozi. Ndugu zangu, naanza na hili kwa sababu 75% ya vijana ya wananchi wa Tanzania ni vijana. Vijana tunaongoza kwa kupata matatizo makubwa nchi hii. Hata kwenye yale mauaji ambayo CCM wamekiri kuwa zaidi ya watu 518 na watu 728 hawaonekani walipo, wahanga ukiwakuta wazee ni wachache sana, wengi ni vijana. Uongo ukweli? Peoples. Tunaanza na hili kwa sababu CCM imegeuza uongozi wa nchi hii kama biashara. Ndio maana leo mtu anashinda kuwa mwenyekiti wa kitongoji anaanza kutuvimbia. Uongo ukweli? CCM mtu anashinda udiwani. Hebu fikiria, kata yenye watu 10,000 inapata kiongozi mmoja tu kutuwakilisha pale halmashauri ya Mbalali, halafu badala ya kugeuka kuwa mtumishi wetu anageuka sehemu ya kutengeneza magenge ya kuteka na kutisha watu. CCM inafanya mambo haya sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi kilishakufa zamani. Watu tunaopambana nao mnawaona hawa masela wamevaa nguo za kijani hao, si mnawaona hawa? Hawa ndio walinzi wa Chama cha Mapinduzi na ndio wanafanya CCM endelee kuwa madarakani. Sisi vijana wa Chadema hatuna shida na jeshi la polisi la kwao binafsi, lakini jeshi la polisi ni sehemu ya kikwazo namba 1 katika kutafuta uhuru wa kweli na mabadiliko ya kweli kwenye nchi hii. CCM kwa sababu ya mfumo mbovu wa uongozi imetengeneza viongozi wajinga kuwa madarakani kuliko vijana wenye uwezo mtaani. Leo kama una fedha, leo kama una uchumi wa kutosha, huwezi kuwa hata mwenyekiti wa mtaa, kijana mwenzangu. Uongo ukweli? Wanauliza kwani anamiliki nini? Hivi uongozi unaenda kumiliki mali au kuonyesha kipawa ulichopewa na Mwenyezi Mungu? Sasa madhara yanayotokana na uongozi mbovu, kumezaliwa magenge ya utekaji, watu wanapotea au wapotei. Hii yote ni kwa sababu wajinga wako madarakani na wanaona njia pekee ya kudhibiti watu wenye uwezo ni kuwaua na kuwapoteza. Peoples. Mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Lissu yuko gerezani, si mnajua? Hivi aliyeko Ikulu ana akili kuliko Lissu? Peoples. Mnanielewa kwamba shida ya CCM ni mfumo wa uongozi? CCM ni tatizo. Imetengeneza watu wajinga kuwa viongozi. Imefanya wapumbavu na vijana muwe machawa kwa sababu ya njaa. Tunapaswa kuikataa CCM. Tunapaswa kukikataa Chama cha Mapinduzi ili nchi hii ipate haki, ili nchi hii vijana waweze kushiriki kuleta maendeleo kwenye nchi yao. Hatuwezi kupata mabadiliko kwa nchi hii ilivyo kwa sheria hizi na katiba tulionayo. Matatizo tulionayo mengi tunatengenezewa na Chama cha Mapinduzi. Hebu fikiria, sisi tumesafiri kuja kuzungumza na nyie, 100% barabara zote ni vumbi. Uongo ukweli? Lakini watu ni matajiri, tumejaliwa kila kitu, lakini CCM kwa sababu hawana maono tena, wanaona njia pekee ni kufanya unyang'anyi wa uchaguzi. Ndugu zangu, vijana wenzangu, nchi haiwezi kwenda mbele kama vijana hatuingii kwenye mapambano ya kutafuta haki na kuweka uongozi kwenye madaraka tunaotaka. Tunataka mambo muhimu yafanyike. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa niaba ya vijana, kwanza Lissu awe nje. CCM mwachieni Lissu, sawa? Peoples. CCM wamwachie nani? Lissu ndio baba yetu jenzi. Uongo ukweli? Jenzi hatupangiwi namna ya kwenda. Nimesikia tarehe 7 mnaenda.
sisi vijana wa Chadema tunawapeni baraka zote mpaka Lissu awe nje. Peoples, tunawapa baraka zote kwa sababu kama ni kupotea, sisi ni kuku weupe kabla yenyewe. Tunatembea kwa mashaka kwenye nchi yetu, tunatembea tunajikunyata. Wakati mwingine hatuli hata bata, unalala saa moja kwa sababu naogopa watakubeba hawa jamaa. Peoples, na hawa jamaa ni watu wa ajabu sana. Wakati niko pale na soma mtandaoni, nikamwona mkuu wa mkoa wa Tabora anaitwa Bwana Paul Chacha, anawaambia wananchi wanaofurahia vifo vya polisi ni wahalifu. Nikajiuliza, hivi kati ya polisi na wananchi nani ni wahalifu? Hivi mtu aliyeenda kuvunja mlango nyumbani kwa Mdude wakamteka usiku wa saa 7 wakiwa na silaha ni wahalifu, sio wahalifu? Tukiwauliza Mdude yuko wapi, wanayo majibu. Tuko Mbeya, RPC wa mkoa wa Mbeya na RCO wanatuhumiwa kufanya utekaji kwa Mdude, halafu wanatuambia sisi wakifa tusifurahi. Inawezekana? Tunafurahi kwa sababu wametuumiza sana. Peoples, na kwa sababu mtu anapotuumiza akiumia na sisi tunafurahi kweli kweli, wala hatutakuwa wanafiki katika hilo. Lakini kwa nini tukilituhumu jeshi la polisi kuhusu matendo ya uovu kinajibu Chama cha Mapinduzi? Hivi mliwahi kujiuliza kwa nini hawasemi polisi wenyewe kwamba sisi sio wahalifu? Kwa nini polisi wakituhumiwa unasikia UVCCM au mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya wanawaambia jeshi la polisi kazi yenu ni kulinda amani na utulivu wa nchi, si ndio? Hivi kama kweli hawa hawana makosa, kwa nini Chama cha Mapinduzi kisijitenge na uchafu huo? Kwa sababu wanatekeleza kazi za Chama cha Mapinduzi. Jeshi la polisi na CCM lao ni hili, lao ni hili. Hata hapa wapo kwa sababu tu sheria inawataka wawepo. Sisi hatuna ugomvi na jeshi la polisi. Piga kelele. Wake ni nini? Balali Peoples, tunasisitiza haki kwenye mambo yote, kwa sababu hawa masela pia wanakatwa kitu kinaitwa mfuko wa kufa na kuzikana. Hawa polisi hao, na hata akifa hawapewi sehemu ya hizo fedha za mfuko, wanachangishana tena zile pesa walizochangishana, wanakula wakubwa wao. Sasa hawa hawahitaji kutetewa hawa. Sisi tunahitaji kuchora mstari kuwaambia CCM na jeshi la polisi, sisi vijana wa Chadema tumechoka kutekwa. Sisi vijana wa Chadema tumechoka kuishi kwa mashaka kwenye nchi yetu. Waambieni wanaowatuma, safari hii ni ama zao ama zetu. Peoples, nimesema mfumo wa uongozi ndio umesababisha matatizo haya, lakini kubwa zaidi CCM imetengeneza machawa kama mradi. Uongo ukweli? Na mnajua ni kwa nini wanazaliwa machawa? Wanazaliwa machawa kwa sababu ya njaa. Kijana ana njaa, mdogo wake ana njaa, anaenda huku njaa. Alafu kwenye kata yenu mtu mwenye pesa ni huyo mtu mmoja, naye amegundua hawezi kuwapa wote,
anatafuta watu wawili watatu, wanakuwa sehemu ya kuwasemea, ya kumsemea yeye peke yake. Uongo kweli? Sasa mimi nawashauri vijana wa Mbarali na Mbeya kwa ujumla, kama mnataka kuomba, nendeni kwa makundi mkamwambie diwani awape pesa, alafu tuone kama atasurvive siku 2 au 3. Watakimbia hizo nafasi, watatuachia jukumu la kuongoza vijana wenye uwezo. Peoples, weka hapa tuagane, bado haina afya. Weka hapa tuagane, zungusha. Peoples.